Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV. Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo jopo zima la PMTV limekuandalia. Na kwenye update hizo bwana, sisi tumeamua leo tujikite na AFCON. Yes, AFCON ambayo finali yake ilipigwa tarehe 18 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira ya saa 4 kwa ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Mechi hiyo ambayo ilipigwa kwenye dimba la Stade Prince Moulay Abdallah, dimba lenye uwezo wa kubeba watu 68,700, lakini siku hiyo kulikuwa kuna mahudhurio ya watu 66,526. Refali wa mchezo huu akiwa ni Jean-Jacques Ngambo kutoka DR Congo. Sasa mchezo huo tunafahamu ulikuwa na sintofahamu nyingi ambazo zilitokea, na hii ni baada ya mwamuzi Jean-Jacques Ngambo kuweza kukataa goli ambalo lilifungwa na Ismail Sarr, akiwa anasema kulikuwa kuna foul ambayo alifanyiwa Achraf Hakimi kwenye build up ya goli hilo. Lakini pia tunafahamu baada ya sakata hilo mechi iliendelea, na kuna penalty ambayo timu ya taifa ya Morocco ilipata kupitia Brahimi Diaz ambaye alivutwa kwenye box na Diouf ama beki wa kushoto wa timu ya taifa ya Senegali. Na tunafahamu baada ya tukio hilo bwana, kulikuwa kuna mazonge ambayo yaliendelea, ambapo timu ya taifa ya Senegali ilitoka uwanjani kwa dakika kadhaa, ikiwa inaashiria ni mgomo wao, wakiwa wataki ama waamini kile ambacho kiliamuliwa na mwamuzi, wakiwa nadai kwamba yeye pia alitakiwa kwenda kuhakikisha kupitia video assistant referee kama alivyohakikisha kwa upande wa Morocco na kuwapa penalti. Sasa baada ya sintofahamu hiyo kulikuwa na mgomo fulani ambao ulidumu kwa dakika kadhaa, na baada ya mgomo huo tunafahamu mechi baadaye ilikuja kurejea na Morocco akapewa penalti yake na wakafanikiwa kuipiga penalti hiyo, ambapo ilipigwa na Brahim Diaz, lakini iliokolewa na golikipa wa timu ya taifa ya Senegal, ikiwa namzungumzia Mendy. Sasa kulikuwa na matukio mbalimbali ambayo yaliendelea wakati wa mgomo na baada ya mgomo, na pengine wakati mgomo ukiwa unaendelea. Sasa baada ya matukio hayo rasmi yamewasilishwa katika kamati ya nidhamu ya CAF, ambako shirikisho la Senegali litapokea onyo kali na faini ya dola 300,000 za Kimarekani, yani zaidi ya milioni 750 kama faini ama kama onyo. Lakini pia yoyote ambaye alihimiza kujiondoa kwa wachezaji kwa muda atakabiliwa na adhabu ya kusimamishwa angalau mechi 2. Yani yule yoyote ambaye alikuwa na influence kwamba wachezaji watoke nje ya pitch atakutana na adhabu ya kima cha chini cha kuto kuitumikia mechi 2 timu ya taifa ya Senegal. Lakini pia benchi la ufundi kwa yoyote ambaye alihusika kwa namna yoyote kuhakikisha kwamba kuna mgomo baridi, basi yeye atafungiwa walau mechi 4, lakini pia atakutana na faini ya dola za Kimarekani 10,000 ambazo ni zaidi ya milioni 25 za Kitanzania. Lakini pia CAF imetuma ujumbe uliowazi kwamba vitendo vinavyodhoofisha uchezaji na usawa havitovumiliwa katika soka la Afrika. Lakini kuna tetesi ambazo tumezipokea kwamba shirikisho la mpira wa miguu nchini Senegal lipo bega kwa bega na kocha Pape Thiaw, ambaye alionekana yeye ndo alikuwa mtu ambaye ana influence wachezaji wake kuweza kutoka kwenye pitch, na inasemekana wapo tayari kumuunga mkono kwa lolote ambalo litahukumiwa na CAF, na watakuwa nyuma yake kwa sababu wanaamini kile alichokifanya kulikuwa kuna ulazima wa kukifanya vile, na hii ni kutokana na mwendelezo mbovu wa baadhi ya maamuzi ambayo yamekuwa yakifanywa
na waamuzi kwenye michuano ya AFCON. Sasa wewe pia unayo nafasi ya kutuachia komenti yako hapa. Vipi unaona Senegal alikuwa na haki ya kugomea mchezo kwa takriban dakika chache? Lakini pia je, maamuzi ambayo alifanyika ni sahihi na ni haki kumhukumu kocha wa Senegal Pape Thiaw, ama kulikuwa kuna namna nyingine ambayo itakiwa kufanyika? Lakini pia wakati unaacha komenti yako, usisahau kwamba usiku wa mabingwa Ulaya umerejea na kuna mechi nyingi mno. Hakikisha unafanya bashiri zako kupitia website ya pmbet.co, kwa sababu huko hutoishia kupata pesa peke yake, bali unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Yaani unashinda pesa, lakini pia unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.